Habari zinazovuma sana hivi karibuni kuhusu kutengana kati ya Diamond Platinum na mpenzi wake Zuchu zimeibua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa muziki wa Bongo. Hata hivyo, kulingana na uchambuzi wa video iliyotoka kwenye chaneli mbalimbali, unaonyesha kuwa kutengana huko si kweli bali ni mkakati wa kibiashara wa uuzaji wa bidhaa zao na chapa mpya bila kutumia pesa nyingi. Kwa mujibu wa wanablog mbalimbali katika video mbalimbali ambazo zinasambaa katika mitandao ya kijamii, Diamond anaeleza kama mume msaidizi na ni genius wa uuzaji. Alieleza hadithi hiyo kuanzia mwanzo hadi mwisho, akidai kuwa hatua zote zilikuwa zimepangwa kwa makini ili kuvutia umati na kuanzisha mazungumzo ya kibiashara. Kulingana na mwanahabari mmoja, mkakati huo ulianza siku walipokutana na kukumbatiana hadharani, ingawa haikuwa kumbatio la kawaida. Hatua iliyofuata ilikuwa ni densi ya kumpongeza densa ambayo alizua gumzo na kuwafanya watu wamzungumzie. Kisha ikafuata sherehe ya siku ya kuzaliwa ya Diamond, ambapo alimuita Zuchu na kuwaita mabibi zake wa zamani na kucheza nao hadharani. Siku inayofuata habari za kutengana zilitoka ghafla na kuwa habari kubwa sana ambazo zilienea nchini kote. Hii inafanya watu wazungumzie sana kuhusu wao. Wakati huo huo, Diamond alianza kutangaza chapa yake mpya iliyotajwa kwa jina la GP au chapa inayohusiana na maji na bidhaa nyingine bila kutumia pesa nyingi kwenye matangazo. Unapoanzisha chapa lazima uanze na PR, wape watu polepole wazungumzie. Hivyo ndivyo wanavyofanya. Walitumia uhusiano wao kuunda ndege wawili kwa jiwe moja, kuwafanya watu wazungumze na kutangaza chapa yao bila gharama yoyote, alisema mwandishi huyo katika moja ya mahojiano aliyokuwa akiwazungumzia wawili hao. Aliongeza kuwa baada ya kutengana walifanya soft launch na kuchapisha picha nyuma ya pazia na kutambulisha chapa hiyo, na hivyo kuendelea kuvutia umakini wa watu wengi. Hasa maoni yao yamezua mjadala mbalimbali. Baadhi ya watazamaji wamechukulia kama ukweli, huku wengine wakihoji kwamba iwapo ni uongo, mkakati wa kuwafanyia wasanii waendelee kuwa katika trending. Mmoja wa watazamaji aliandika, uwe nawe dakika zilizopita uliambia vingine na sasa hivi vingine. Mwingine alisema, aliandika matusi na akasema kwamba wasanii wanatafuta trending. Ingawa Diamond Platinum na Zuchu hawajatoa maelezo rasmi kuhusu madai haya, video hii ilionyesha jinsi wasanii wanaweza kutumia mitandao ya kijamii na mahusiano yao kufikia malengo ya kibiashara. Ikiwa ni kweli, basi ni mfano mzuri wa uuzaji wa kisasa bila kutumia gharama kubwa.